بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo biidhnillahi tabaraka wa taala, katika usiku huu wa Jumaa tutakuwa ni wenye kuianza risala yetu fupi, hadiyatul muslimi aljadidi, zawadi ya muislamu mpya. Hadiya ni zawadi, almuslimi aljadid, muislamu mpya. Risala hii itakuwa ni yenye kuelezea mambo muhimu kwa yule aliyeingia katika Uislamu, hali ya kuwa ni zawadi kwake yeye. Tunafahamu ya kwamba katika huu Uislamu hatufanani. Kuna ambao wamezaliwa ndani ya Uislamu na kuna wengine hawakuzaliwa ndani ya Uislamu lakini ni Waislamu kwa sababu walislimu. Sasa baada ya kuslimu kuna mambo ya wajibu yule aliyeslimu kuyafahamu na kuyajua. Ya mwanzo kabisa kuanza kuyafanyia kazi, ndio ambayo imewekwa ndani ya risala hii, na baada ya hapo ataendelea kujitaalamisha Uislamu na kuujua zaidi kupitia ilmu ash-shar'i, elimu ya kisheria. Na tumeonelea sisi kuweka risala hii kutokana na mchanganyiko wa watu tuliokuwa nao hasa katika miji yetu na hasa katika miji au mikoa ya mbali, mikoa ya bara huko. Mchanganyiko wa watu wasiokuwa Waislamu ni mkubwa sana, kiasi ya kwamba imefika wakati watu wameathirika na tabia na mienendo ya dini za wasiokuwa Waislamu. Wameathiriwa, na kwa kuwa hawajajitaalamisha dini, basi ikawa hilo kwao ndio tarajiwa zaidi. Ukamkuta Muislamu ana jina la Kiislamu lakini anakula nguruwe, au utamkuta Muislamu ana jina la Kiislamu anashereheka na sikukuu za Kikristo, wala haoni tabu, wala haoni kuwa hilo ni tatizo. Na utawakuta Waislamu wengine wana michanganyiko hadi ya kindoa na Wakristo, tena kwa ndoa za kikanisa, naye hali ya kuwa ni Muislamu kaozeshwa kanisani mwanamke wa Kikristo. Hahisi kwamba ni tatizo wala ni shida yoyote, kwa namna watu ule mchanganyiko ulivyokuwa na athari kwao, na ukakutia hawajapata taaluma yoyote baada ya kusilimu kwao. Wamesilimu wakapewa majina ya Kiislamu, basi wakaachwa mithili ya mbuzi ambao hawana mwenyewe. Ikawa tabia zao ni zile zile za Kikristo, isipokuwa wamebadilisha jina tu la Kiislamu. anaitwa yeye ni Jumaa,
kwa kuwa wamesilimu, ila tabia zake na miamala yake na mwenendo wake ni ule ule kabla ya kusilimu kwake. Kama ni kazi za haramu ataendelea nazo baada ya kusilimu kwake, wala haoni shida. Kama ni mambo yanayoambatana na makanisa ataendelea nayo hata kama yeye amesilimu, kwa sababu amekosa hadiya almuslimi aljadid, zawadi ya muislamu mpya. Hata sisi hapa tumekusanyika, lakini kila mmoja na sehemu aliyotokea. Kuna watu wanaotokea mikoa hiyo ya bara, changamoto hizo wanakutana nazo mpaka wengine kufikia wao wenyewe kutatizika hata katika kusilimisha watu. Yeye hayupo, lakini sasa akirudi yeye kule kondo shekhe, kuna mambo ya kusilimisha watu, baada ya kuwasilimisha wafundishe nini, haielewi. Sasa shekhe ameweka hii hadia, ni zawadi kwa ajili yetu ambao tutakutwa na mambo kama hayo. Ametokea watu wanataka kusilimu, baada ya kusilimu unawafundisha nini? Ndio haya yaliyoelezwa huko. Kwa tusiwe kama vile at-tablighiyun, watalii wa ndani ya nchi na nje ya nchi, kazi yao ni kuzunguka tu na neti zao na masufuria. Wanaweza kukuta watu wakawasilimisha kisha wakawaacha, wao wenyewe hawajui nini cha kufanya baada ya kusilimu mtu, kwa watawasilimisha kisha atawaacha. Au wale ambao wanazunguka na Biblia kwa ajili ya kuwalingania Wakristo, wakafanya makongamano ya kidini, mpe Mathayo ngapi huyo, mfunulie ngapi, watu wakasilimu 100, 200 kwa pamoja, wakamwacha Yesu. Wanasema wakawasilimisha ashhadu ashhadu la ilaha la ilaha. Baada ya hapo wao wanafunga safari Dar es Salaam, watu wamewacha Manyara huko sijui wapi 200 washawasilimisha. Wanafanyaje? Hawajui, hawajapa taaluma yoyote. Na watawapaje hiyo taaluma hali ya kuwa wao wenyewe hawasomi, hawajui zaidi ya kumsilimisha mtu? Kwa hiyo shekhe, kwa kuzingatia hali kama hizo katika miji hii na mengineyo, akaweka hii zawadi ili hii sintofahamu na mambo yasioeleweka kwa Muislamu mpya yaondoke. Baada ya kuisoma wewe risala hii, ukapata bahati ya kumsilimisha mtu au kaslimu, akakutaka wewe umfunze mafunzo ya awali, ndiyo haya.